Umetokea sehemu gani? Unaweza kujua ni kwa sababu gani uko hapa? Kitu gani umefanya mpaka kufika sehemu hii? Naam, mambo vipi kijana ambaye unatizama Redasa TV wakati huu? Hii hapa ni msimu mwingine tena kabisa wa Who Are You, tukiwa tumerejea, na kama unavyoona tuko kwenye studio za Redasa, moja kati ya nafasi ambayo pia sisi tumepiga hatua, na lengo kubwa kabisa la kipindi hichi ni kuhakikisha na wewe kijana unapiga hatua kupitia maisha ya yule mtu ambaye ni maarufu kwenye mtaa wako, maarufu kwenye jiji lako, pia kwenye nchi yako. Tutakuwa nao hapa watu mbalimbali kuhakikisha basi wewe kama kijana unajifunza ni namna gani ya kupita katika sehemu mbalimbali. Siku ya leo nitakuwepo na kijana anajulikana kama Noel Olevaroya. Ni moja kati ya wanasiasa au moja kati ya wanaharakati ambao wanapatikana katika jiji hili la Arusha, naye nitaongea naye mambo mengi ili basi wewe kijana uweze kujifunza. Karibu brother. Asante. Kwanza nikianzia tu na jina lako, Noel Olevaroya. Wewe ni mtu wa sehemu gani? Mimi Noel Olevaroya ni mzaliwa wa Arusha mjini. Asili yetu haswa kabisa ni Arusha, na nimezaliwa pale Ngarenaro. Ngarenaro, Arusha. Maana yake ukimaanisha ni Masai au ni Muarusha? Ni Masai. Masai. Hakuna kabila la Muarusha. Hakuna kabila la Muarusha, lakini hapa mmetawanyika kidogo. Kuna ambao wako mjini, kuna ambao wako Simanjiro, na wengine paka Ngorongoro. Asili yenu wewe kabisa ni kutokea sehemu gani? Baba, yani kwa asili ya baba yangu mimi walitokea sehemu inaitwa Enduleni Ngorongoro. Ndo kiasili kabisa walitokea huko, lakini baadaye walikuja kuseto Ilboru. Walivyokaa Ilboru hapa, wakati huo wa missionary ambao walikuwa wameanzisha huduma huko. Kwa babangu akawa kama ni mfanyakazi kule kwa chief. Kwa hiyo ndio safari ya Arusha ikaanzia hapo moja kwa moja. Umesema Ilboru lakini Ngarenaro pia. Haya ni maeneo ambayo yako hapa Arusha. Ni tuanze na eneo la Ngarenaro. Maisha yako pale Ngarenaro kama kijana au kama Mtanzania ambaye umezaliwa pale, yalikuwaje? Maisha yangu yalikuwa mazuri tu. Japo si unajua ujana una changamoto nyingi. Unapokuwa kijana lazima upite kwenye stage nyingi za maisha. Kwa tulipita kwenye hizo stage zote za utukutu, korofi, ukora, na sisi tulikuwa wakati tunakuwa vijana wadogo tulikuwa tuna dojo yetu ya kujifunza kickboxing. Tulikuwa tukifanya mazoezi pale, na baadaye tukitoka kwenye mazoezi tunaenda kuwajaribishia watu. Yaani tunaenda mtaani kujaribu kama kile mwalimu alichokufundisha unaweza kupiga vizuri. Kwa hiyo tukaendelea na staili hiyo, lakini baadaye umri ulivyosogea tukaona kwamba hichi kitu tunachofanya ni kibaya. Sawa, Ngarenaro Arusha imekuwa na sifa nyingi ambazo sio nzuri na za kuvutia kwa jiji la Arusha. Je, maisha ya shule yalikuwaje? Kwa sababu eneo hilo la Ngarenaro na shule ilikuwa inaonekana ni vitu viwili tofauti. Maisha yako ya shule wewe yalikuwaje? Kwa kweli maisha ya shule yalikuwa mazuri kwa sababu wazazi walikuwa wakali. Ingelikuwa wazazi sio wakali, yani ungejikuta na sisi tumeingia kwenye makundi fulani ambayo si mazuri. Sisi tulikuwa tunapigwa sana. Tunakula kibano sio cha kawaida. Kwa hiyo ile kibano ilikuwa inatusababisha tu tuende shule. Ilikufunza nini hiyo kwenye maisha yako mpaka hapo ulipofikia ule uongozi wa mzazi kuhakikisha anakuelekeza ili ufanye mambo ambayo yanakupasa kwa wakati unaofaa? Mimi nimejifunza kikubwa sana kwa sababu sasa mimi ni baba mwenye mke na watoto 8. Najifunza kwa watoto wangu sasa. Yale malezi nilokuwa napewa na baba na mama nilikuwa naona kama wananionea. Lakini baadaye nimekuja kuwa mtu mzima, nina mke na watoto, nikagundua kwamba mtoto sometimes ni lazima apate fimbo ili aweze kwenda katika mstari. Lakini hata Biblia inasema hivyo, usimnyime mtoto mapigo. Sasa mimi ninachokishangaa sana wazazi wa siku hizi wanaweza kwenda hata kupigana na walimu kwa sababu tu wamemwadhibu mtoto.
Lakini mimi binafsi watoto wangu na wanasoma shule za international hizi, lakini mimi nimewaruhusu walimu waadhibu ili waweze kukaa sawa, kwa sababu mimi bila ile adhabu nisingekuwa hivi nilivyo leo. Hivi ulivyo leo kwa sasa ni mmoja kati ya viongozi katika chama cha madini hapa Arusha. Nataka utupitishe kidogo kwenye hiyo safari. Kwanza, miaka ya nyuma jiji la Arusha au sehemu ya Arusha kulikuwa na kutana na kijana mwenzako anaweza kukuuliza umewahi kufika Mererani. Kama hujawahi kufika unaweza kuonekana basi labda wewe sio mpambanaji au sio mtafutaji. Safari yako kutoka maisha ya kumaliza shule na kuingia kwenye biashara za madini ilikuwaje? Maisha yalikuwa na changamoto kwa sababu kwa jinsi tulivyokuwa tukilelewa nyumbani. Sasa wakati mimi nasoma hapa Ekenyo Sekondari, nikashangaa sana kuona vijana wenzangu wadogo wanakuja na mapikipiki makubwa mtaani, wana hela na nini. Sasa nilipomaliza tu kidato cha 4 nikaamua kutoroka nyumbani na kukimbilia Mererani. Wakati huo nilikuwa nimeshalipiwa ada hapo Alliance Française, ambao tulikuwa tunajifunza Kifaransa na Kiingereza, AICC. Sasa wakati nimeanza pale nimesoma kama miezi 6 Kifaransa na Kiingereza pale, ili kujiandaa matokeo yakitoka niende mbele zaidi kielimu. Nilivyoona yale matambo mtaani, vijana wanakuja, wamevaa vizuri, wana mapikipiki na hela, wanakunywa pombe, wanafanya vile kila kitu. Nikasema mimi sio mjinga, ngoja na mimi nikimbie Mererani. Kwa sikuaga nyumbani wala mtu yoyote. Nikaondoka, nikapanda, wakati huo magari yalikuwa yanaenda Mererani ni Land Rover. Nikafika pale stand, nikapanda Land Rover, nikaelekea Mererani. Kufika Mererani sina mwenyeji, sina ndugu wala rafiki wala mwenyeji. Mimi nilipofika tu pale kijijini, nikauliza mlimani watu wanaendaje huko madini yanapochimba. Nikaambiwa magari yale pale, nikapanda gari nikaenda mlimani kule. Siku ya kwanza nikalala kwenye mtaro kwa sababu nilikuwa bado sina mwenyeji wala sijui kitu chochote kinachoendelea. Asubuhi yake nilipoamka nikaenda sehemu kunywa chai, nikakutana na mtu, nikamwambia mimi nimekuja kutoka Arusha, nataka na mimi niwe mwanahapono. Yule bwana akaniambia, utaweza kweli, hii kazi ni ngumu? Nikamwambia, kwa vile mimi mwenyewe nimeamua, nitaiweza tu. Wewe twende nipeleke nikapambane kule mgodini. Nyuma ya hayo, nyumbani ulikotoka ulikuwa na mtihani umefanya na unasubiri matokeo. Ndiyo. Matokeo yalikuwaje? Matokeo hayakutoka vizuri sana. Je, sasa ndio. Wakati matokeo hayakutoka vizuri, nyumbani umetoka hujaaga. Taarifa za nyumbani na wewe kule Mererani, ulipata taarifa zozote ama ndio ilikuwa tena? Sikupata taarifa zozote kwa sababu wakati huo lile pori sio kama sasa hivi. Wakati ule serikali kulikuwa hakuna vituo vya polisi, kulikuwa yani watukutu wote wenye kufanya uasi wote katika mji wa Arusha walikuwa wakikimbilia kule. Kwa hiyo baada ya kukutana na yule mtu kunielekeza kwenda mgodini, kule mgodini nikakutana na watu ambao ninawajua, mabraza wa siku nyingi ambao ni wa mtaani, ambao walikuwa ni wakora, watukutu kweli. Sasa nilipokutana na wale mabraza ndo wakaniambia, hamna shida dogo, umekuja kupambana? Ndio. Ujahasi huko? Nikamwambia hapana, sijahasi, nimekuja tu kupambana. Haya, hamna shida. Kwa hiyo ilipofika saa 12 jioni, ndo maana walikuwa wanazama usiku, saa 12 mnatoka kesho yake saa 3 asubuhi. Kwa hiyo usiku huo nikazamishwa. Katika siku ilikuwa ngumu sana kwangu ni hiyo. Wakati huo migodi ilikuwa haina ngazi, ulikuwa unashuka kwa kamba mita kama tuseme kama mita kama 2,000 au 3 unaenda kwa kamba chini mita 2,000 au 3. Hapo umenielezea tayari kuna kama siku 2 au 3 kabla ya wewe kushuka chini. Sasa ndio maisha ambayo uliishi pale Mererani kabla ya wewe kufika mgodini, haya kukufanya labda ukumbuke nyumbani nimeacha kulikuwa na baba na mama na chakula na hivi? Kwa sababu sasa nilikuwa nimekimbia na nimeacha school fees.
ambayo imeshalipwa ya mwaka mzima pale. Kwa hiyo sikuwa na kitu chochote cha kujutia kwamba nikirudi nyumbani sinaenda kukutana na kibano. Kwa hiyo ilinibidi yani nikomae kutokana na nini, na jinsi nilivyoacha huko nyumbani. Mpenzi mtazamaji wa Redasa TV, kama ulivyomsikia, huyu ni Noel anasema alifikiria kwamba sasa nikirudi nyumbani tayari nyumbani nimefanya tatizo. Kwa hiyo ilimbidi yeye kukubaliana na changamoto zile ambazo amekutana nazo kule Mererani. Sasa baada ya siku ya kwanza ile umeingia na ilikuwa ni kwa kamba chini. Sasa vile ulivyoingia chini kule, mazingira yalikuwaje na kazi zilikuwa zinafanyikaje ndani ya mgodi? Ndugu mtangazaji, katika kitu kigumu ni maisha yale wanapona. Yani katika vitu vigumu niliowahi kukutana navyo duniani ni kuzama mgodini na kupanda mlima Kilimanjaro. Hivyo vitu ni vigumu sana. Katika kazi ngumu naweza kusema kuliko zote duniani ni hizo kazi mbili. Sio kitu cha kawaida, kwa sababu unapozama kule chini kuna hali ya hewa fulani inabadilika. Inakuwa hewa unayoivuta sio ile ambao umeizoea huku juu, na jasho linakutoka ambalo si la kawaida, nguo zinaloa kabisa, yani ni unafanya kukamua. Na kazi zilizoko kule chini ni kazi ngumu sana. Kusomoa viroba vile vya madini ni kazi ngumu mno. Sasa siku ya kwanza mimi nilivyoenda, kwa sababu nilikuwa sina uzoefu, nilisomoa visulfate vile paka nilipofika saa 9 usiku nikakata moto. Kukata moto inamaanisha kuzimia au yani nilichoka. Kwa nikajikuta nimelala. Sasa unajua mnavyopangwa kwenye ngazi, mimi nilipangwa ngazi moja ambayo ina jina baya sana, siwezi kulitaja hilo jina. Kwa hiyo mwenzako anakuwa mbele pale, wewe unapokuwa hapa na mwingine labda mmejipanga watu 300. Kwa hiyo mnatupiana vile visulfate paka vifike duniani. Vikawa vinatupwa, nimesomoa ikafika mahali mikono haiwezi tena kunyanyua. Siwezi kunyanyuka pale nilipo. Kwa hiyo yule jamaa yake akaendelea kuvitupa paka vikanifunika kabisa. Sasa huku juu wakawa wanatukana matusi. Ni wapi ngazi imekorogwa? Boya gani huyo amekoroga ngazi? Shuka mkamletee noma, mpasueni huyo. Umeona? Sasa wao wanakuja kunifuata mimi pale ambapo nilikuwa nasomoa. Matokeo yake wananikuta yani mimi nimechukuliwa na usingizi. Walipoangalia wakasema nikale kachalini. Nikale kabwana kadogo kalichokuja. Mleteni mtu mwingine huko, mwekeni hapa aitoe ngazi. Kwa hiyo wakanitoa, wakanisogeza pembeni. Lakini Sterling mmoja akatokea, anaitwa Meshak, namkumbuka. Akasema huyu bwana mdogo mpelekeni polepole. Leo tu amekuja na leo mnampanga kwenye ngazi. Nende naye taratibu, atazoea. Kwanza ni mgumu sana, kama ameweza kushika kamba na amefika paka hapa na amesomoa paka saa 9, huyu dogo ni mgumu. Nende naye tu taratibu. Hiyo ilikufunza nini kwenye maisha yako? Siku yako ya kwanza umekutana na kazi ambayo hujawahi kuifanya. Ilikufundisha nini? Imenifundisha mambo makubwa sana. Imenifundisha vitu vingi katika maisha ya duniani. Unatakiwa usubutu kwa jambo lolote lile. Yaani usubutu wa jambo lolote. Usiogope kwa kitu chochote kile katika maisha ya dunia. Na mpenzi mtazamaji wa Redasa, kama unavyomsikia Noel anasema inahitajika uthubutu. Moja kati ya vitu ambavyo tumekuwa navyo sisi vijana, hasa jinsia ya kiume wa Kiafrika, tumekuwa tukikatazwa kabisa kusema neno siwezi. Kwa hiyo nikwambie tu, huyu hapa ni Noel na anasema moja kati ya mambo ambayo yamemsababisha yeye kuzidi kwenda mbele kwenye maisha yake ni uthubutu. Bado tunaendelea kuongea naye atatuambia sasa maisha ya Mererani yalivyokuwa. Kutoka saa 9 ile nafikiri ulipumzika mpaka kufikia asubuhi, kupanda juu, kitu gani kilikuwa kwenye akili yako sasa? Asubuhi ile wakati wa kupanda nayo ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu unatumia tena kamba kupanda kutoka kwenye Norinda alafu unakuja kwenye Kiraka. Hiyo kutoka Norinda mpaka ufike kwenye mahali panaitwa Kiraka inakugharimu karibu lisaa zima, na ni kamba. Unakanyaga mguu mmoja upande huu, mmoja upande huu, unavuta kamba, unajivuta. Unahamishia mguu upande wa pili, unavuta kamba, unajivuta mpaka unafika duniani. Lakini kule chini nilipata marafiki walinipenda kwamba huyu chali huyu
uchali ni mgumu, uchali wa Ngarenaro huyu ni mgumu. Kwa mmoja akawa anakaa chini yangu na mmoja juu yangu ili kunielekeza namna ya kupanda, kwa sababu sijui kitu chochote. Kwa hiyo wakanisaidia kweli, nikapanda, nikafika Kiraka. Akaniambia pale Kiraka, pumzika kwanza. Nikapumzika pale. Ukifika hapo kwenye Kiraka tayari hewa ya duniani ndio inaanza kuja. Kwa akaniambia kula hewa ya duniani kwanza. Nikala pale hewa, ndio baadaye nikamalizia kufika juu. Ilikuwa ni mwaka gani yote hayo yanafanyika? Mwaka 95. 95 mpaka sasa una zaidi ya miaka 20 kama mfanyabiashara wa madini. Kwenye madini ukilinganisha wakati ule na wakati huu, kama ulivyosema miaka hiyo hapakuwa na ngazi. Unafikiri kitu gani kimeboreshwa katika kule kuingia chini kwenda kutafuta madini? Migodi sasa hivi ni ya kisasa. Tofauti na wakati ule sisi tunafanya kazi. Sasa hivi migodi inatumia winchi. Hakuna tena mgodi wa ngazi wala hakuna mgodi wa kamba. Migodi yote sasa wana kitu kinaitwa Monrock na kuna kitu kinaitwa Kiberenge. Kwa hiyo migodi sasa hivi ni magari kabisa ambayo yametengenezwa special, yanatumia motor ambayo mnapanda yanawapeleka paka chini, mnafanya kazi. Kwa hiyo kwa sasa tumeadvance, ni tofauti na wakati ule. Ongelea kupendwa kuanzia siku ya kwanza ambayo umeingia kwenye mgodi. Unafikiri kitu gani kimekusababisha wewe siku zote kuwa karibu na watu? Upendo una nguvu. Biblia inasema upendo una nguvu kuliko mauti, kuliko kifo. Sasa siku zote ili uishi vizuri katika maisha ya duniani ni lazima uwapende watu. Kile ambacho kiko ndani yako ukionyesha upendo kwa watu wengine, automatically Mungu mwenyewe anaweka upendo pia kwa watu wengine, nao wanavutiwa na wewe na wanakukuta wanakupenda. Mara yako ya mwisho kuingia chini ilikuwa ni muda gani? Baada ya kufanya ile kazi kwa muda mrefu pasipo kupata mafanikio, wakati ninazama mimi mgodini, sasa nikaja kugundua talanta yangu ni nini, ambao vijana wengi duniani wanaishi hawajui talanta zao. Yaani hawajui karama yao, kwamba kitu gani akifanya anaweza kufanikiwa, ambao hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa sana kwa vijana wengi, ambao baada ya mimi sasa kuja kuichimba Biblia sana na kukaa karibu na Mungu, niligundua mambo mengi sana. Watu wengi hawafiki destiny zao kwa sababu hawajui karama yao ni ipi. Kuna mtu amepangiwa kuuza nyanya tu na ile nyanya inamtoa. Kuna mtu amepangiwa kuuza uji tu na ule uji unamtoa. Wewe ukienda kuuza ile nyanya huwezi kufanikiwa kwa sababu sio karama yako. Sasa baada ya kuzama mgodini pale kwa muda mrefu, madini yanatoka lakini kule chini mimi sioni, sipati. Lakini nikifika juu wenzangu wananipa nikauze, napata hela nyingi kuliko wao. Nikagundua karama yangu sio kuchimba, karama yangu ni kununua madini na kuuza. Kwa hiyo mwaka 97 nikafanikiwa kujenga nyumba yangu ya kwanza mjini hapa, kwa kupewa mawe na watu kuuza, lakini sio mimi kupata chini mgodini. Kwa hiyo 97 nikasema kuanzia hapo sasa, kwa sababu nikizama sipati, ngoja nianze kununua. Nilipoanza biashara ya kununua madini ndo safari yangu ya mafanikio ikaanzia hapo. Embu, kama una kumbukumbu vizuri, biashara yako ya kwanza ya madini, labda pesa ulipata wapi kununua na kufanya kama broker sasa kuanza biashara? Ilikuwaje hiyo biashara yako ya kwanza? Biashara yangu ya kwanza, kuna rafiki yangu anaitwa Ali. Yule Ali tulivotoka mgodini, wakati huo tulikuwa tunazama mgodini kwa Sunda. Tulivotoka pale mgodini kwa Sunda, ambao huo mgodi ulikuwa unaitwa mgodi wa wauni wa Ngarenaro. Mgodi wa watoto wa kiuni wa Ngarenaro. Ambao huo mgodi tulikuwa tuko wote, na kakaangu alikuwa anaitwa Joeli. Tulikuwa naye tunazama wote. Kwa ule mgodi ulikuwa ni kama wa watoto wote wa kiuni wa Ngarenaro. Kwa hiyo mkora yoyote au msela yoyote alikuwa akifanya ya kuleta, akifika pale anakutana na masela wa Ngarna, tunabonyea chini pale. Kwa hiyo nilivokaa pale, rafiki yangu mmoja anaitwa Ali, mawe ikatoka pale. Mawe ilivotoka akanitumia mtu, mimi nikaenda chini. Nilivozama chini ndo siku hiyo mara ya kwanza nikapata mawe kama ya 700,000 hivi.
Lakini nilipopanda juu, yule rafiki yangu Ali akanipa mawe, nikaenda kuuza, nikapata kitu kama milioni ngapi? Kama milioni 3,700,000. Nikijumlisha na ile 700,000 yangu inakuwa kitu kama milioni 4 na hela hapo. Ndo nikatoka na ile hela nikaja mjini. Nilipofika mjini nikampa dada yangu mkubwa ambaye ni marehemu sasa. Nikamwambia, sister, naomba nihifadhie hizi fedha. Wakati huo kulikuwa kuna disco linaitwa la Kasachika kule Tanga. Kwa hiyo masela sasa tumekubaliana kule, tumetoka twendeni tukale hela. Tumegonga mawe twendeni zetu Tanga. Kwa hiyo tukaondoka masela wote, tukapanda basi tukaenda zetu Tanga. Lakasa tukajirusha Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu tukageuza zetu tukarudi mgodini. Sasa niliporudi Arusha mjini, namfuata sister yangu namwambia, hebu nipe milioni 1 hapo katika zile hela ambazo nimemwachia. Sister akaniambia, hamna shida, nimeziweka benki, leo sitaweza kutoa, wewe nenda porini, ukirudi weekend utakuta hela zako. Ile naenda porini Jumamosi, narudi nakuta nyumba inajengwa pale nyumbani. Kumuuliza sister, vipi, hebu nipe kiasi kadhaa, akaniambia hela zako zile pale. Nikachukia sana, nikamwona ni kama huyu si mtu mzuri. Kwa hasira nikaamua kuondoka. Maisha ya utafutaji wa madini hasa kwa wafanyakazi wanaoingia chini migodini yamekuwa ni maisha fulani ya starehe. Wewe mwenyewe kwa maelezo yako ni starehe ilikuvutia ukasema hapana, wacha na mimi nifike Mererani. Ili kufundisha nini hiyo, ama imekufundisha nini mpaka sasa hivi kwamba kutafuta ni kugumu lakini matumizi yanakuwa kama vile ni mepesi? Nini ulijifunza mpaka sehemu ambayo umefikia sasa hivi? Nimejifunza vingi kwa sababu maisha ya duniani yana changamoto sana, hasa kwa kijana. Kijana ili umuone amesimama vizuri kabisa, ana maisha, amepitia mishale mingi sana. Sasa sometimes ni lazima wewe kama kijana ukubali kutoka kwenye maisha ya ujana uende sasa kwenye stage nyingine. Lakini kikubwa sana ambacho mimi ninawashauri vijana, ukishafika umri wa kuoa usingojee hata kama hauna hela. Unapopata mke, ukapata majukumu ya kuwa na watoto, unadaiwa school fees, kodi ya nyumba na nini, zile challenges zinapokuwa nyingi zinakubadilisha wewe moja kwa moja. Unajikuta unatoka kwenye mfumo wa starehe, unaanza sasa kupambana na familia. Kwa hiyo ni muhimu kijana kuwa na familia. Umegusia swala la kuanzisha familia. Wewe unafikiri kwani umri sahihi wa kuoa ni kuanzia miaka mingapi? Kwa sisi kule Wamasai sisi tunawahi sana. Wamasai ukifikisha miaka 18, 20, kama umeshamaliza shule unaoa tu. Sasa nataka kwa vijana wa sasa hivi unavyowaona na maisha ambayo wewe tayari umeyapitia, ili sasa kijana aanzishe familia au asipoteze pesa nyingi kwenye maisha ya anasa, ni muda gani sahihi kwa yeye kujiingiza kwenye mahusiano ya ndoa? Mimi nadhani miaka 25 isipite. Miaka 25. Isipite hapo. Naam. Huyo hapa ni Noeli Olevaroya na bado naendelea kuongea naye mambo kadhaa. Nimetoka kuongea naye kuhusiana na maisha yake ya mgodini, lakini nafikiri tunaweza tukaongea hata ikawa siku nzima, lakini sasa nahamia upande ambao pia yeye amekuwa na hiyo karama ya kuongea. Ni upande mwingine ambaye yupo na kwa sasa ni mwanasiasa na amepitia vyama mbalimbali. Lini ulianza kutoka kwenye biashara na kuingia kwenye siasa? Sijawahi kutoka kwenye biashara. Naam. Katika mfumo wa maisha yangu yote nimekuwa mfanyabiashara kwa miaka mingi sasa, lakini pia ni mwanasiasa. Naipenda siasa kabisa kutoka ndani ya roho yangu, lakini napenda siasa safi. Sipendi siasa chafu. Napenda siasa ambazo tunashindana kwa hoja. Ukinishinda kwa hoja, tunatafuta siku nyingine tena, tunakaa tunazungumza ili kuweza kujenga, kwa sababu cha muhimu sana ni mama Tanzania. Mama Tanzania ni wa muhimu kuliko mtu, kuliko chama chochote kile. Sasa mimi natamani tufikie level fulani ya kisiasa kwamba wewe ni Chadema, wewe ni CCM, wewe ni CUF, wewe ni ACT, tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, tunasaidiana na maisha yanaenda. Nataka ifike level ambayo mtu wa CCM anaenda kwenye mkutano wa Chadema,
mtu wa Chadema anaenda kwenye mkutano wa CCM na anasikiliza zile sera na maisha yanaendelea. Kwa sababu huwezi kusema kwamba wewe ni mwanasiasa mzuri au chama chako ni kizuri bila wale wa upande mwingine kukusikiliza wewe. Inatakiwa wote wakusikilize, maana na kuna wengine hawana vyama. Unaitwa nani? Umetokea sehemu gani? Unaweza kujua ni kwa sababu gani uko hapa? Kitu gani umefanya mpaka kufika sehemu hii?